الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حكم فأحكم وقضى فأبرم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي العرب والعجم، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صاحب الجود والكرم، وعلى آله وصحبه ذوي المناقب والشيم، ونحن معهم وفيهم برحمة الله ربنا إلى يوم يعود فيه الظالم إلى خالقه بالندم. أما بعد، ساداتي الفضلاء وشيوخنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uislamu unasemaje kuhusiana na uzito wa jambo lenye kuitwa riba? Hadha huwa sualu al-matruh. Mwanzo na kabla ya kitu chochote, ni kana kwamba tayari baada ya taarifu imekwisha elezwa hukumu ya jambo la riba. Na ndugu yangu, mwalimu wangu na mtoto wa walimu wetu, mtoto wa shekhe wa mashekhe wetu, mimi nikiongeza katika maelezo yake mazuri, الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Riba ni jambo la haramu lililoharamishwa kwa nasi ya Qur'ani na kwa maneno matakatifu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwa mapatano ya ulamai wa umma. Ni jambo haramu itlaqan. Kutoka kwenye Qur'ani Karim, Allah ametuambia, na kumbukumbu yangu ni aya nambari 275 katika suratul Baqara. Mola wetu anasema kwenye maneno mafupi, wa harrama Allahu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. هذه المقالة صراحة بدون تأويل ولا تعطيل. Ni haramu riba kwa kuwa Allah kasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Lakini pia ni aya iliyosomwa hapa na al-akh al-fadhil aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Maneno haya na aya hizi mbili ni sehemu ya maneno mengi ya Allah alipoiharamisha riba. Amma sunna kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukienda katika sahihu Muslim, ni hadithi nambari 1597 kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jabir anasema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akila riba wa muwakkilahu wa katibahu wa shahidai. Rawahu al-Imam Muslim. Katika hadithi hii ya Jabir bin Abdullah, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezitangaza laana kwa watu wenye kufanya muamala wa riba. Mtoaji wa riba, muwakilishwaji wa riba, muandishi wa riba na mashahidi wanaoshuhudia muamala wa riba, wote wanaishi kwenye laana kutoka kinywani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa ile laana ukiifanya ndio jumla tu khabaria au jumla tu inshaia, mahma kana al-amru, jambo la riba ni jambo la laana. Na ni muhimu sana kujua, ukisikia anaambiwa mwanadamu amelaaniwa, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atukinge na laana. Kulaaniwa maana yake ni kufukuzwa kwenye rehema za Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Ukisikia fulani amelaaniwa, amefukuzwa katika hisani za Allah, yeye tena hahurumiwi chochote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama hiyo haitoshi, adda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-riba min al-mubiqati al-muhlikat. Riba ni katika madhambi ambayo tabia ya madhambi hayo anayeyafanya yatakwenda kumdidimiza kwenye moto wa jahannam siku ya kiyama. Hadha fi sunna wa ajma'at al-ummatu al-muhammadiyyah bi asriha ala tahrim ar-riba ashadda tahriman. Ummati Muhammad wamewafikiana waziwazi juu ya kwamba riba ni jambo la haramu. Haramu na ni haramu kubwa sana. Utakuja kuona uharamu wa riba maalumu min ad-din bidharura. Watu wote wamefahamu kutoka kwa Allah na kutoka kwa mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo hili. Kwa hivyo Uislamu katika kuliharamisha maneno yake ni hayo. Lakini fadlan an dhalik, tumeelezwa hapa maneno mazuri sana kuhusiana na afat na dharar zinazozalikana kutokana na jambo la riba. Na maneno haya yazingatiwe. Mimi nipewe ruhusa na idhini niongeze baadhi ya niqat chache kuhusiana na madhara yake kwa lengo la kutia uzito jambo hili. Ayuha sada, al-Imamu Iyadh bin Musa rahimahullahu ta'ala alisema, man yuamilu muamalata riba fasuratuhu kasurati al-bahaim. Mtu yoyote anayefanya miamala ya riba, sura yake ni sawa sawa na mnyama, sawa sawa na wanyama. Kwa hiyo wala riba, wanaoshughulika na riba wanatoka katika insaniyatul insan na wanakwenda katika suluki alhayawania kwa sababu ya riba. Kwa nini yawe haya? Miongoni mwa ubaya ya riba, ta'atu hawa nafsi bijami'il amwali wa tahsiliha min ghairi turki almashru'a wa tilka hiya masalikul bahaim. Qadhi Iyadh bin Musa anasema miongoni mwa sura za kuonyesha unyama wa mwanadamu kushughulika na riba ni kile kitendo cha kutii ta'atul hawa nafsi, ni kutii matamanio ya nafsi yake, ni kuifuata nafsi yake inavyotaka. Kwenye engo gani? Bijami'il amwali wa tahsiliha, kwa kile kitendo cha kukusanya mali min ghairi turki almashru'a, bila njia, bila ya mienendo iliyopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilka hiya masalikul bahaim, na hizo ndiyo nyenendo za wanyama. Wanyama hapa duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwenyewe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajawapangia wanyama sharia yoyote. Wanyama hawana sharia wala kanuni samawi. Mnyama akiamka atafanya atakalo, atakwenda atakapo, pengine ule bwana mwenye kumfuga amzuie. Asipozuiwa mnyama anaweza kugeuza chumbani kwako unakolala wewe unayemfuga, bali kitandani kwako pakawa ni makano kadha'il haja, kwa sababu hana sharia. Na wakati huo sasa binadamu akishika miamala ya riba, imekuwa hakuna tofauti yake na tofauti ya wanyama. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala salama. Lakini jambo jingine katika ubaya wa riba, ndugu waislamu na mabwana mliohudhuria hapa, miongoni mwa ubaya wa jambo hili, ubaya wake ni kwamba tawsi'atul furjati dhamima baina al-aghniya wa baina ghayrihim min al-fuqara, wa hina idhin tatawalladu au yatawalladu minhu al-bughdh wal-hasad min al-aghniya min al-fuqara wal-kibru min al-aghniya, wa inda idhin takunu ad-dunya laysat makanan lil-amni was-salama lil-fard al-bashariyya. Riba, moja ya dhiki na tabu zake, inatanua eneo ombwe
riba inazidi kupanua eneo na uwanja mpana na nafasi iliyopo kati ya walionacho na wale wasiokuwa nacho. Kwa riba ni kama lile ombwe baina ya walionacho na wasiokuwa nacho linaongezeka, kana kwamba wale wasiokuwa nacho wabaki hawana na wale walionacho waendelee kuwa nacho kingi. Lile nafasi kati ya wasionacho na walionacho inazidi kuwa kubwa, na nafasi hiyo ikiimarika, fi'lan itazaliwa hasadi na chuki kutoka kwa wasiokuwa nacho, na kitaimarika kiburi kutoka kwa wale walionacho. Sasa wakati huo dunia tena itakuwa sio mahala pa salama wala mahala pa amani pa kuishi. Na utakuja kuona baada ya maelezo haya, kumbe miongoni mwa mambo yanasababisha kuvuruga amani katika dunia ya kuishi ni hii miamala ya riba. Kwa sababu kila ikiimarika miamala hii, chuki na hasad kwa watu wanyonge inakuwa, na kibri kwa watu walionacho kinaongezeka. Mabwana watukufu, miongoni mwa madhara ya riba ambayo tumeelezwa hapa na mimi nayatilia mkazo, riba inamuondoa mtu katika dairatul imani wa tuqa, inakutoa kwenye mstari wa uchamungu na imani. Yani kwa maneno mengine, mla riba anakosa kuitwa mu'min, na kuanzia hapo tena hawezi kuitwa taqi, kwa sababu baina al-imani wa tuqa umumun wa khusus. Kila taqiyu ni mu'min, lakini yaweza kuwa sio kila mu'min ni taqi. Ala kulli, mla riba na anayefanya muamala wa riba ametoka katika mstari wa imani na mstari wa taqwa. Kwa nini hayo maneno? Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika aya nambari 262 suratul Baqara, alianza kwa kusema, na hii aya imesomwa hapa, ya ayyuhalladhina amanu taqullah thumma madha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Utakuja kuona nahai ya kukatazwa riba. Rabatallahu tabaraka wa ta'ala dhaka nahya bil imani bihi wa taqwahu subhanahu wa ta'ala. Allah amefungamanisha hili katazo la riba, amelifungamanisha na imani ya kumwamini yeye, na amelifungamanisha na uchamungu. Ndio ukamsikia anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ina maana mla riba ashatoka katika khitabu hii ya taqwa. Wabitali huyu mla riba si mu'min, kwa sababu Mungu kasema mwisho wa aya, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ikhtisaran shadida, madhara makubwa mengine ya riba, wala riba hawana imani na wala hawana uchamungu wowote. Na kukosa imani mwanadamu, kukosa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ta'lamuna mal masir, masiru dhalika ila nari jahannam wa nas'alullaha salama. Madhara mengine, na nakaribia kumaliza ninachotaka nikiseme, ni dhiki atakayopata mla riba siku ya kufufuliwa. Siku ya kutoka kwenye kabri yake atapata taabu kubwa sana, na Allah ametuambia subhanahu wa ta'ala, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ila akhir ma yaqulu maulana. Kitendo hiki kinaashiria tabu na dhiki kubwa atakayoipata mla riba na mtumiaji wa miamala ya riba ule muda wa kufufuliwa kutoka kwenye makaburi yao. Atatoka mtu kwenye kabri yake, yani la yakumuna min kuburihim illa kaqiyam alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Utadhani yule mtu anayetoka akisukumwa mieleka na kuburuzwa na mashaitani kwa sababu ya kuchanganyikiwa akili. Min al-mas ay min al-jununi. Na hii ni kutokana na nini? Wala riba watafufuliwa kutoka makaburini kwao, butunuhum athqalu min aljibali, itakuwa matumbo yao ni makubwa zaidi kuliko milima. Tumbo la mla riba litauzidi ukubwa mlima wa Kilimanjaro, mlima wa Luenzori. Sasa ndo anatoka kwenye kabri ile kuelekea kwenye mahshar. Ndugu mabwana, jambo hili lisipoachwa na kukoma kabisa kwenye ulimwengu, haya ni matatizo duniani wa dina. Wa akhiran walaysa bifadlin, tumekwishaambiwa ni kutangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala.
Tumeambiwa faadhanu biharbi min Allahi wa rasul. Faadhanu maana yake toeni idhini, kana kwamba mla riba anaruhusu ipite vita kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na vita kati yake na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nani ameonekana wapi, amesikiwa wapi kiumbe anayeweza mapambano na Allah subhanahu wa ta'ala? Hamkuwasikia Bani Adi walipotangaza wapigane na Mungu subhanahu wa ta'ala alivyowafanya? Kila mwenye kutangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa maghlubun wa laysa bighalib. Aqulu ma tasma'una, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.